Mazingira ambapo serikali iliamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi, vyama vya siasa, viongozi wa dini na wadau wa demokrasia juu ya hitaji ya nchi kuhusu mabadiliko, yani reforms ya mifumo ya uchaguzi. Ni wazi kabisa hakuna maridhiano bila haki na hakuna haki bila uwajibikaji. Maridhiano yanapogeuzwa kuwa wito wa kusema songa mbele badala ya kuamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi juu ya madai ya msingi walioyatoa na tahadhari walizozitoa awali, na matokeo yake serikali na vyombo vyake vya dola vikaunajisi uchaguzi na kujitangazia matokeo batili kwa makusudi, kufanya uhalifu wa kisiasa uliopelekea mauaji ya raia na uharibifu wa mali. Wito huo wa maridhiano ni wa kupumbaza na hauna ukweli nyuma yake. Maridhiano bila kukiri makosa na kuwajibisha waliotenda makosa, hapo maridhiano hugeuka kuwa aina ya ukandamizaji wa kumbukumbu wa mambo yaliyotokea. Watu wameuawa kwa maelfu, watu wamekuwa vilema, wamesingiziwa kesi za uongo, za uhaini. Taifa linaomboleza kwa machozi ambayo mpaka leo hayajakoma. Kama chama tulishauri kuwa ni vyema familia za wote waliouawa na kupata vilema zipewe fidia kama sehemu ya kuonesha kujali utu wa mtu, lakini watawala dhalimu wamepuuzia. Halafu leo unaita maridhiano. Tunafahamu haki si kulipiza kisasi. Haki ni kurejesha utu wa waathirika na imani ya wananchi katika taasisi za dola. Bila uwajibikaji wa waliohusika, iwe ni kupitia vyombo vya haki, tume huru za ukweli au marekebisho ya taasisi, maridhiano hubaki kuwa kauli ya kisiasa, si mkataba wa kijamii. Chadema tunaendelea kuomboleza nanyi wa Tanzania katika huzuni tuliopitia wote, na tutaendelea kuwapa faraja na matumaini kuwa iko siku itafika, hakika kila uovu, ukatili na hila itawajibishwa na haki kwa haki, na taifa litafikia kilele cha furaha na maendeleo ambayo tunayasubiri kwa muda mrefu sana. Chadema, chama chenu, hakitakuwa tayari kwa maridhiano yenye kupumbaza, kuhadaa, yenye ulaghai na yenye kuondoa taifa kwenye ukweli. Hatutawasaliti Watanzania. Watanzania wenzangu, kwa niaba ya chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, naomba nilete kwenu salamu za heri za mwaka mpya. Watanzania wenzangu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kinawatakia heri na baraka za Mungu tunapouanza mwaka wa 2026. Leo ninapotoa salamu hizi kwa niaba ya chama za kukaribisha mwaka 2026, Tanzania inasimama kwenye njia panda ya kihistoria. Ni wakati ambao taifa linajiuliza maswali mazito. Je, mamlaka bado yanatoka kwa wananchi? Je, katiba bado ipo na inalinda haki za raia? Je, amani inayotamkwa ni ya kweli au ya kupumbaza na bado inasimama juu ya haki na ridhaa ya wananchi? Mwaka wa 2025 haukuwa mwaka wa kawaida. Ulikuwa mwaka ambao mkataba wa kijamii kati ya dola na mwananchi ulipimwa kwa uzito wake. Ulikuwa ni mwaka wa maamuzi magumu, maumivu makubwa, lakini pia mwamko wa kihistoria wa dhamira ya Watanzania ya kudai haki, uhuru na demokrasia ya kweli. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, napenda kuwashukuru kwa dhati wananchi wetu, viongozi wetu katika ngazi zote na Watanzania wote waliokataa kunyamaza mbele ya dhuluma. Uvumilivu wenu, ujasiri wenu na imani yenu katika haki ni ushahidi kwamba tumaini la taifa hili bado liko hai.
demokrasia ya ndani, mfano wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, mwaka wa 2025 ulianza kwa Chadema kuandika historia muhimu katika demokrasia ya ndani ya chama. Kupitia mkutano mkuu wake wa taifa, wanachama walitumia haki yao ya msingi ya kidemokrasia kuchagua viongozi wao kwa uhuru, uwazi na uwajibikaji. Katika mchakato huo, ndugu Tundu Antipas Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema, akirithi uongozi kutoka kwa ndugu Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alikitumikia chama kwa takribani miaka 21 kwa ujasiri na kujitoa sana. Sambamba na hilo, mimi John Wegesa Heche nilichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti bara, ndugu Saidi Mzee kuwa makamu mwenyekiti Zanzibar, na baraza kuu la chama liliwathibitisha ndugu John Mnyika kuwa katibu mkuu, ndugu Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu bara, ndugu Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, na pamoja na wajumbe 5 wa kamati kuu ya chama. Uchaguzi huu haukuwa tukio la kichama pekee, ulikuwa ni ushahidi wa vitendo kwamba demokrasia inawezekana Tanzania, kwamba taasisi zinaweza kuheshimu katiba zao. Siku 269 mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alipokamatwa na kuwekwa mahabusu kwa kesi ya uongo, batili na yenye uonevu wa makusudi, wakidhani atapiga magoti kusujudia sanamu. Chadema na Watanzania kwa ujasiri tunajivunia kuwa na Tundu Antipas Lissu kama tunu ya taifa, mtetezi wa kweli, na ndio msimamo ambao Watanzania wanaunga mkono. Kuendelea kumshikilia ndugu Lissu kwa sababu zinazoonekana na Watanzania wote kuwa ni ubatili, uongo na uonevu, ni kuendelea kutia unajisi mifumo ya haki na mamlaka ya dola kwa kushusha zaidi na kuendelea kufanya wananchi kupoteza imani na mifumo ya uendeshaji wa mashauri na mifumo ya haki nchini. Hata hivyo, watesabu ili ing'ae, ili iendelee kung'aa na thamani yake iendelee kuongezeka. Hivyo, ndugu Tundu Lissu anaendelea kuwa dhahabu inayoendelea kuongezeka thamani, pia ni tunu ya taifa hili katika mapambano ya kudai utawala wa demokrasia na haki hapa nchini. Aidha, kama chama na nchi kwa ujumla, tunatambua, kuheshimu jina la Tundu Antipas Lissu kupendekezwa, yaani kuwa nominated kwenye mchakato wa awali wa mshindi wa tuzo ya Nobeli. Kwa hakika hii ni heshima sana kwa chama chetu, nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Namba 3, umoja wa chama, nguzo ya mapambano ya kitaifa. Watanzania wenzangu, umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya chama cha demokrasia sio ufa, ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya Chadema iwe bora zaidi. Nguvu ya kimaadili, na iwe na nguvu ya kimaadili na kisiasa isiyoyumbishwa. Kama alivyosema Aristoto, umoja wa wengi ni nguvu kuliko nguvu moja. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote, kwa sababu si nembo wala majengo, ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu, familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli.
Chama kinapitia misimu, lakini roho ya umoja haifi, kujizalisha upya kila inapojaribiwa. Hapo ndipo harakati zinapokuwa kubwa kuliko hofu na matumaini yanakuwa makubwa kuliko vikwazo. Ndugu wa Tanzania, tukumbuke umoja na mshikamano wa chama ndio nguzo ya mapambano ya kitaifa. Tunapolinda umoja, tunalinda mustakabali wa demokrasia. Na kama alivyosema Martin Luther, nguvu ya kweli hupatikana pale watu wanapoungana kwa haki. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama na kwa wananchi. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama, kwa wananchi na kwa Watanzania wote. Namba 4, uchaguzi ulionajisika wa tarehe 29 Oktoba na uvunjwaji wa mamlaka ya wananchi. Watanzania wenzangu, kile kinachoitwa uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana uliacha Tanzania ikiwa na jeraha la kisiasa ambalo litachukua muda mrefu kupona. Tulishuhudia matumizi mabaya ya vyombo vya dola, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mahakama dhidi ya wakosoaji wa serikali, wanaharakati na wapinzani wa kisiasa, hususan Chadema. Chama chetu kilifungiwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa kisingizio ya kesi za uongo. Mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alibambikiziwa kesi nzito za kisiasa kwa lengo la kutisha na kuzima sauti ya mabadiliko. Wimbi la utekaji, utesaji na upotezaji wa raia wasiokuwa na hatia nchini, takribani Watanzania 200 walitekwa na kupoteza katika mwaka wa 2025 pekee. Kinachoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba haukuwa uchaguzi, ulikuwa ubatilishaji wa haki ya wananchi kuchagua na kuchaguliwa. Matokeo yaliyotangazwa hayakuwa na uhalali wa kikatiba, kisheria wala kimaadili. Mkwamo wa kisiasa tulionao leo ni zao la mifumo dhaifu ya uchaguzi iliyoshindwa kulinda katiba ibara ya 8 inayotamkwa wazi kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na mamlaka na madaraka yote kutoka kwa wananchi. Namba 5, no reforms, no election, sauti ya wananchi na msingi wa mageuzi ya kimfumo. Watanzania wenzangu, katika kipindi ambacho taasisi za umma zilipoteza uhalali wa kimaadili na kikatiba, Chadema ilisimama si kama chama cha siasa pekee, bali kama dhamiri hai ya wananchi waliokata tamaa na mifumo wa uchaguzi uliotekwa na nguvu za dola. Kauli ya no reforms, no election haikuwa tishio wala ukaidi. Ilikuwa ni hoja ya kifizikia ya haki, kwamba uchaguzi bila mageuzi ya kimfumo na kitaasisi si zoezi la kidemokrasia, bali ni ibada ya kuhalalisha dhuluma. Kama lilivyosisitiza tamko la kimataifa la haki za binadamu kifungu cha 21, mapenzi ya watu ndio msingi wa mamlaka ya serikali. Mapenzi hayo yaoneshwe kupitia uchaguzi huru, haki na wawazi. Bila misingi hiyo, sanduku la kura hubaki kuwa tupu. Na ndiyo maana watawala waliopo hawajachaguliwa wala hawana ridhaa ya wananchi, kwa sababu hawakuchaguliwa kwa mapenzi ya wananchi. Watanzania wenzangu, madai ya wananchi yalikuwa ya msingi na yasiyopingika. Wananchi walikuwa wanadai tume huru yenye mamlaka kamili ya kikatiba, marekebisho ya sheria kandamizi zinazonyima raia sauti, na ulinzi halisi wa haki za kisiasa na kiraia. Msimamo huu haukulenga kuvuruga amani, bali kulinda amani.
kwa sababu amani isiyo na haki ni ukimya wa makaburini. Kama alivyoonya John Laws, sheria isiyo na haki si sheria bali ni vurugu iliyorasimishwa. Hivyo mageuzi hayakuwa hiari ya kisiasa bali ni sharti la uhalali wa dola. Watanzania wenzangu, ni jambo la kusikitisha kwamba badala ya majadiliano ya kitaifa, mamlaka zilichukua mabavu, vitisho na nguvu kupita kiasi. Lakini historia ina tabia ya kuwakumbuka waliokataa kupiga magoti mbele ya udhalimu. Vuguvugu la no reforms, no election linabaki kuwa alama ya mwamko wa kihistoria, ushahidi kwamba wananchi waligundua ukweli wa kimsingi: bila mageuzi ya kimfumo, uchaguzi sio suluhisho bali ni tatizo linaloendelezwa. Hapo ndipo sauti ya wananchi inapogeuka kuwa falsafa ya ukombozi wa kisiasa. Namba 6, mauaji ya halaiki na jeraha la taifa. Watanzania wenzangu, kutekwa kwa watu zaidi ya 200 na mauaji ya Watanzania zaidi ya 2000 si takwimu za kawaida. Kwa mizania ya kimataifa, hizi ni namba zinazolingana na nchi zilizoko kwenye migogoro ya silaha au vita ya wenyewe kwa wenyewe. Katika mataifa yanayojitambulisha kama ya amani na utulivu kisiasa, hata vifo 10 vya kisiasa huibua uchunguzi wa kimataifa na misukumo ya uwajibikaji. Hivyo basi, kilichotokea Tanzania kinakiuka hadhi yake kama nchi ya amani na kinaiweka katika ramani ya dunia kama taifa lililoshindwa kulinda uhai wa raia wake. Watanzania wenzangu, haya sio matukio ya kawaida ya kisiasa. Ni makosa makubwa ya ubinadamu yanayopingana na misingi ya haki za binadamu inayotambuliwa kimataifa. Ndio maana Chadema inasisitiza uchunguzi huru, unaoaminika na wenye uwakilishi wa kimataifa, kwa sababu kiwango cha madhara kimevuka uwezo wa taasisi za ndani kujihakiki zenyewe. Taifa lolote linalojali heshima ya watu wake, linalojali heshima yake duniani, haliwezi kunyamazia damu ya raia wake ikimwagika bila ukweli na uwajibikaji. Na hapa kuna ukweli mchungu kwa watawala. Damu ya raia inapomwagika bila majibu, majonzi ya familia yanapogeuka takwimu za kutisha, na kilio cha wahanga kinaponyamazishwa na dola, serikali hupoteza sio tu uhalali wake kutawala, bali pia utu wa kimaadili wa kuongoza binadamu wenzao. Tunadai haki kwa wahanga, kwa waliopoteza viungo vyao, na kwa familia zilizobaki na majonzi yasiyo na majibu. Taifa haliwezi kujengwa juu ya damu ya raia wake na haki ikacheleweshwa kwa vigezo vya kitaifa na kimataifa. Hiyo ni haki iliyonyimwa. Namba 7, maumivu ya wananchi, demokrasia na maisha ya kila siku. Watanzania wenzangu, uchaguzi batili hauishii kwenye siasa pekee. Huingia moja kwa moja kwenye tumbo la mwananchi na heshima ya maisha yake ya kila siku. Ndiyo chanzo cha mkulima kukosa soko la mazao yake licha ya jasho lake, kijana kukosa ajira hata akiwa na elimu, mama kushindwa kulipa ada ya mtoto, na mfanyabiashara mdogo kunyimwa mtaji kwa mifumo isiyo na haki. Takwimu huonesha mwelekeo huu kwa ukali. Pale uwazi na uwajibikaji vinapodhoofika, uwekezaji hushuka na mapato ya kaya hupungua na gharama za maisha hupanda. Mizigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, huu ni mzigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, si watawala. Watanzania wenzangu,
Demokrasia ikifa, uchumi hufa. Haki ikikandamizwa, matumaini yanakufa, na hofu ikitawala, maendeleo husimama. Hizi si kauli za kisiasa pekee, bali ni ukweli unaothibitishwa na uzoefu wa mataifa mengine. Nchi zenye chaguzi huru na taasisi imara huongeza ajira, hupunguza umaskini na kuboresha huduma za jamii. Kinyume chake, pale sauti ya wananchi inaponyamazishwa, takwikeo wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, tunaitaka Tanzania inayosimama juu ya katiba iliyo hai, si maandishi matupu, bali mkataba wa haki kati ya wananchi na dola. Tanzania inayotawaliwa na sheria, si matakwa ya wachache. Tanzania inayolinda haki za binadamu kama msingi wa utu, si hisani ya watawala. Tunakataa dhana potofu kwamba mamlaka huzaliwa kwa hofu. Mamlaka ya kweli hutoka kwa wananchi kwa ridhaa yao, si kutoka kwenye mtutu wa bunduki wala mihuri ya taasisi zilizotekwa na kupotoshwa. Watanzania wenzangu, Chadema tunadai katiba mpya ya wananchi, katiba itakayorudisha heshima ya kura, kusimika uwajibikaji na kufungua njia za haki kwa wote. Tunadai tume huru ya uchaguzi ili sauti ya wananchi isizimwe, ili uamuzi wa wengi usipinduliwe na wachache. Haya si matamanio ya kisiasa, ni haki za msingi zinazostahili kutekelezwa sasa bila kuchelewa. Na tunadai uchumi unaomjali mwananchi wa kawaida, uchumi unaopima mafanikio kwa chakula mezani, ajira zenye staha na huduma bora, si kwa takwimu zinazoishi maisha ya watu. Kama alivyosema Jean Jacques Rousseau, mtu huzaliwa huru, lakini kila mahali yuko katika minyororo. Minyororo hii ikivunjwa, Tanzania mpya itawezekana. Tanzania ya utu, haki, ujasiri wa mabadiliko. 8. Hiki kinachoitwa maridhiano ya kitaifa, ukweli, haki na uwajibikaji. Watanzania wenzangu, ni ubatili na dharau